Hapa iko familia, tuko na mama zetu hapa, lakini pia na ndugu wengine ambao ni kaka zetu, na baba yetu mdogo mmoja yuko katikati yetu, na kaka yetu mkubwa yule pale anaitwa Mseti, na mwingine yuko hapa anaitwa Mzee. Kwa hiyo tumeona tuwaite hapa kwa uchache wetu, pengine kuanzia baadaye watu wataweza kuwa wengi zaidi, lakini tukasema tuwape hii briefing kwanza. Tarehe 18 mwezi huu, ndugu yetu ambaye ni kijana wa familia yetu lakini ni kiongozi wa Chadema, Mheshimiwa John Wegesa Heche, alikuwa anatokea Dar es Salaam, akafika Mwanza kwa ndege tarehe 17. Tarehe 18 akatoka Mwanza akiwa ana dereva wake mmoja ambaye ni mdogo wetu anaitwa Enoch, na yeye mwenyewe. Walikuwa watu wawili tu pamoja na msaidizi wake ambaye anaitwa Daudi. Kwa hiyo walipita sehemu ya barabara kuu ya Mwanza Tarime. Ieleweke, walipita barabara kuu, na sehemu walizopita wamepita kuanzia Mwanza wakapita beria ya Magu, ambao ni beria ya kiserikali ambao wagi na watu wa uhamiaji, watu wa TRA na vyombo vingine vyote huaga viko pale Magu, nafikiri wote mnafahamu. Lakini baadaye pia walipita beria ya Kirumi, tunaita alimaarufu Kirumi, beria ya Mto Mara ambayo imetenganisha wilaya ya Rorya, Musoma na Tarime, aidha na Butiama pia. Na penyewe pia walifanyiwa ukaguzi wa kawaida wakapita, wakaja mpaka Sirari. Walivyofika Sirari, mimi ni sehemu ya watu ambao tuliongozana nao kwa ajili ya kumsindikiza makamu mwenyekiti aweze kuchukua safari yake ya kwenda kwenye msiba wa kiongozi mkuu wa upinzani kwenye ukanda wa Afrika, au kiongozi mkubwa sana wa kidemokrasia, Mheshimiwa hayati Raila Amolo Odinga, aliyekuwa anazikwa siku ya Jumapili tarehe 19. Kwa hiyo alipofika pale Sirari, kama mnavyofahamu sasa hivi tayari utaratibu ulishabadilika. Utaratibu unaotumika ni wa one stop center. Zamani wakati tunaanza, kabla ya Umoja wa Mataifa, East Africa Community haijatengeneza sheria, ulikuwa mtu ukifika Sirari boda ya Tarime unaenda Kenya, unagonga boda pale muhuri, unaenda upande wa pili tena unavuka beria tu kwa mguu. Aidha kama una gari unakuwa na dokumenti zinazotakiwa, na kama hiyo gari labda itaenda zaidi ya kilomita 10 ndio unaiombea dokumenti. Otherwise unagonga muhuri hapa kwenye passport yako, au barua ziko pia, hata barua za temporary traveling document. Unavuka upande wa pili pale unagonga. Baada ya kuja kitu kinaitwa East Africa One Stop Center, ambayo ipo kwenye boda zote. Mimi nimewahi kupita boda ya Busia, Sirari na Manga na zingine zote. Hayo majengo yapo sasa hivi. Unachofanya kama unaenda Kenya, wewe huna haja ya kusimama Tanzania, unaingia upande wa Kenya, unagonga muhuri. Sasa gari ya Mheshimiwa makamu mwenyekiti ilikuwa imeambatana na mimi pia. Iliingia kwenye barabara hiyo, na maafisa wa migration pamoja na wengine wa maafisa wa pale walifungua zile beria, tukaingia upande wa Kenya. Kwa hiyo tulivyoingia pale upande wa Kenya, yeye alienda moja kwa moja dirishani, kwenye dirisha la exit Tanzania. Yani unaondoka Tanzania, liko pale ndani. Tukimaliza hapa mweze kwenda pale muone, na bahati nzuri ile jengo lina CCTV na nini, tukaingia pale, akaomba kuexit ili aingie upande wa Kenya gonge. Akatokea afisa mmoja na mkumbuka, alikuwa kama na mwenge na nyota, anaitwa Sonda. Jina moja niliona kwa jina la Sonda. Akachukua passport, akakagua, alafu akamwambia, wewe huruhusiwi kusafiri. Ndipo pale mlipoona ile clip iliyo kuwa imezunguka ikiwa inamuonesha makamu mwenyekiti anamhoji, kwa sababu haijulikani kwa nini haruhusiwi kusafiri na ni mtu ana passport na document inayokuruhusu kusafiri. Kama gari inavyokuwa na bima, gari ikishakuwa na bima huwezi kuiambia gari haitakiwi kukanyaga barabarani. Mtu akiwa na document ya passport anaruhusiwa kusafiri. Kwa hiyo akawauliza, na sisi tukajaribu kuwahoji pale maswali ya msingi. Kama haruhusiwi kusafiri,
Ni mahakama ndio zimemzuia au ana dhamana polisi au ana dhamana mahakamani, ambayo hiyo dhamana imempa baadhi ya vigezo kwamba huruhusiwi kutoka nje ya nchi? Hakuna. Yeye yule mtu akatoka nje ya ofisi, akatoka nje kama vile haelewi, akaondoka. Kabla hajaondoka alitoa baadhi ya lugha pale ndani, even though kwenye kioo mle akiwa mtu upande wa kule ndani umsikii vizuri, lakini alitoa lugha kwamba elewa hivyo, kama hunielewi mimi nimeshakwambia huruhusiwi kusafiri. Basi sisi tukabidi tukae pale kwa ajili ya kusubiri. Makamu akakaa pale kwenye benchi. Alivyokaa pale kwenye benchi, na nyuma ya lile benchi pia kuna mashine za China Aid pale ambazo wazi zinafanya scanning. Kwa hiyo alikaa pale kama kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Baada ya kufika saa 11 tukapokea simu kutoka nyumbani, kutoka kwa mama zetu, wakimtaka makamu aondoke eneo lile kwa sababu ya situation zilizokuwa zinaonekana za pale sio za kiofisi tena. Ilikuwa inaonekana kama sasa ni uvamizi tumefanyiwa, na hairuhusiwi tena hata mtu kupewa hata pasipoti yake. Kwa hiyo muda wote ambao alikuwa pale ndani, kwa kifupi ni kwamba alikuwa anasubiri pasipoti yake aweze kurudi Tanzania kama ameshindikana kusafiri. Lakini mimi niliongea na yule afisa mimi mwenyewe. Nikamwambia, bwana, busara za kawaida zinakutaka umpe huyu mtu document kwamba nimechukua pasipoti yako na wewe unatakiwa urudi Tanzania. Sababu mpaka saa 7:30 au saa 7:59 huyu mtu hakuwa na wito wowote popote kwamba unatakiwa popote ukaripoti popote, kituo cha polisi au hata migration. Kwa hiyo kilichoonekana pale ni muendelezo wa matukio ambayo siku hizi yanafanya kazi, kwamba kunyanyasa watu, kuumiza wenzako ni staili nyingine mpya kwenye nchi yetu kwa ajili ya kusaidia watu aidha kupata vyeo vikubwa au maisha yao ambao wanahisi kwamba wanapata kwa sababu ya mambo hayo. Kwa hiyo tukaangalia lile tukio, busara zikatutuma kwamba makamu mwenyekiti aweze kuondoka pale. Kwa kweli alipoondoka, kwa sababu wale watu walikuwa wamesha create tension wenyewe kama kawaida yao, wananchi walikuwa pale nje wengi. Kwa hiyo wale wananchi waliondoka naye pale kwa mguu, lakini baadaye alichukua njia ya kawaida ya mguu akarudi nyumbani. Kakaa hapa, baadaye tukamkabidhi gari akaenda Dar es Salaam. Nyuma ya kuondoka kwetu, dereva aliyekuwa na gari alitakiwa aondoe gari pale na avuke arudi Tanzania. Kilichotokea, dereva alifanywa fujo na kuvamiwa na lile gari likaharibiwa, gari likavutwa na kupelekwa polisi Tarime. Mpaka sasa zikiwemo nguo zake, mnaweza mkaangalia jinsi watu walivyo na roho mbaya. Hata nguo za mtu za kuvaa wamechukua zote, mabegi wamechukua, vitabu vyake vyote wamechukua, na gari ile yenyewe imeharibiwa, iko kituo cha polisi Tarime. Mnaweza mkaona jinsi ambavyo nia ovu katikati ya watu wale ilikuwa kubwa. Na wale watu walipokuja, mimi niliwasiliana na baadhi yao kuambia, jamani, hapa hekima zinataka nini? Hapa huyu mtu yuko tayari hapa na alikuwa anahitaji huduma ya kusafiri. Kama amezuiliwa, hatuna haja yenyewe kujaa hapa sana. Pointi inayotakiwa hapa ni ninyi kurelease tension hapa na huyu mtu aweze kuondoka. Sasa alivyofika Dar es Salaam tarehe 21, jana tarehe 20, jana tarehe 21, jana juzi tarehe 20, jana tarehe 22 alikuwa anaenda mahakamani kama kawaida. Kwa hiyo yeye aliondoka hapa tarehe 19 ile. Tulimuondoa hapa, aondoke hapa arudi kule Dar es Salaam. Kwa sababu tuliona hakuna haja ya kuondoka, ya kuendelea kuwa eneo hili, na hajapata wito wowote kwa sababu ndani ya simu zake au hata kupitia chama kwamba huyu mtu anatakiwa kwenye ofisi za immigration au polisi. Tarehe hiyo 18 hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa pasipoti yake. Na kuna baadhi ya watu ambao mimi nimewasiliana nao kwa message kuwaulizia, ikaonekana kabisa kwamba hata wao wanashangaa ilikuwa kuaje afisa huyo wa migration kuchukua passport ya mtu na kuikatalia. Kwa hiyo tulisubiri tukifikiri serikali inazungumza kwa karatasi, kwamba serikali siku zote government speaks on paper, itatuma labda barua baadaye kupitia kwa chama kwa sababu ile ni kiongozi ana address. Sasa tukamwambia, bana, kwa sababu hapa uko stranded, nenda ukaendelee na mambo ya kesi, kwa sababu kulikuwa na wito wa kesi nyingine ambao mmeisikia jana, ambao mahakama imetangaza kwamba itangazwe kwenye magazeti. Kwa sababu ya wito ule tukasema hapa inaweza kawa kuna mchezo unachezwa, huyu mtu asifike mahakamani. Kwa hiyo acha aende. Akaenda mahakamani kwa ajili ya kuripoti kwenye hiyo kesi ambayo imefunguliwa tena huko na watu wanaojiita
sijui viongozi wa chama kutoka Zanzibar. Mnaifahamu hiyo kesi ambayo ni kesi ya madai ambayo chama kimefunguliwa. Kwa hiyo alivyofika kule Dar es Salaam, anaenda mahakamani akiwa na wasaidizi wake, akiwepo ndugu Mlime ambaye ni msaidizi wake. Ndipo mlipomuona jana pale amekamatwa na gari nyeupe Hilux double cabin, na akapandishwa pale, vyombo vya habari vyote vimemchukua. Na baadaye viongozi wa chama kupitia kwa mkurugenzi wa chama Mheshimiwa Garubindi ambaye ni wakili, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema, wamefika Central Police, wakaambiwa ni kweli amefika hapa, lakini tunamsafirisha kwenda Tarime. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi wasaidizi wake na ofisi yake pia tuwaombe kwamba waondoke kule. Sasa katika hali ya kutushangaza sisi, kwa nini tumewaita hapa kwa mafamilia na tunawaomba kupeleka hii message yetu mbele, ni kwamba tangu jana mtu ambaye ni kiongozi ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua, kwa message, vyovyote vile na akaenda, serikali imechukua jukumu la kumbeba kutoka Dar es Salaam kwa fedha za serikali, mafuta ya serikali, na pengine na watu wamelipwa posho pale ndani, kama ambavyo inaonekana saizi kwamba uharibifu wa mali kwa ajili ya watu kupata posho zao ni sehemu ya maisha ya watu kwenye serikali yetu. Wameondoka naye. Distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, hata kama unasafiri na basi la Best Line ambalo limeondoka jana saa 7 usiku, leo liko Tarime. Si ndio hivyo jamani? Liko Tarime Best Line basi. Basi kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia pia. Wamechukua gari za serikali ambazo wanajua wao wenyewe, wameondoka na huyo mtu jana saa 3. Sasa hizi tulivyowaita hapa nafikiri ni saa ngapi hapa? Saa 10 kasoro sasa hivi. Saa 10 kasoro. Masaa 32. Gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa 18, 16. Masaa 32. Na huyu mtu ambaye wameondoka naye ni mtu ambaye utaratibu wake wa maisha alishaubadilisha. Ana mfumo wake wa chakula, ana mfumo wake wa kulala, na ana mfumo wake wa kufanya na mazoezi. Lakini kingine kikubwa ni kwamba hatuna imani na hao watu, kwa sababu huyu mtu ameshasema kabla kwamba anawindwa kwa uovu, ama kwa kuwekewa sumu, ama vyovyote vile wanavyojua wao. Na alishapewa tahadhari hizi na alishazisema yeye mwenyewe kwenye public domain. Sasa sisi kama familia, mimi binafsi nimepokea simu nyingi sana za wananchi wa kawaida wasio kuwa na chama, wachungaji na watu mbalimbali wakitaka kujua huyu mtu yuko wapi. Na sisi tumewaita hapa kutaka mumuulize Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndiye kila siku anaonekana kusema mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, kwamba uamiri jeshi ni pamoja na kulinda raia katika nchi yako. Uamiri jeshi sio kuagiza watu kuumizwa na kuuawa. Tunasema serikali na jeshi la polisi wasitengeneze taharuki zisizokuwa na msingi, ambazo hazina maana, unnecessary. Kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto, ana familia na mama zake kama hawa hapa. Ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi? Yani tunataka tujue ndugu yetu yuko wapi? Tumeenda polisi, kituo cha polisi leo saa 3 asubuhi. Siji kaleta shida. Tumeenda saa 3 asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili, ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi, naomba muelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi. Ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari. Tena wakiita wanakuja. Lakini sisi tulichofanya kama familia, tunataka kutoa muda. Ndugu yetu hawamepatikana. Na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu katika mambo haya. Kwamba kwa sababu huyu mtu alikamatwa na jeshi la polisi, na jeshi la polisi lina viongozi,
hatuoni sababu ya kuhoji kwa kutumia nguvu ya umma, of which ni kitu ambacho kitatokea muda wowote wao wakitupuuza sisi. Hilo halina kubembelezana kabisa. Na tuna watu, ajili ya Heche, tuna wananchi. Bahati nzuri yule sio mkata ushuru, sio jambazi, sio mnyang'anyi, ni mtu ambaye ni mtu nadhifu, mtu msafi, na mtu ambaye hana kwere na mtu yeyote kwenye dunia hii. Ni mtu safi tu anayedai haki katika nchi yetu. Na amekuwa mtu bold, amekuwa mtu muwazi kabisa kwamba jamani, mimi nachodai ni watu walipwe mishahara mizuri, ni mali zetu zisiuzwe, ni uchaguzi huru na haki. Ni hayo tu. Hajai kudai kuua mtu. Lakini hivi tunavyozungumza na ninyi, mnamchukua mtu wa watu, ana watoto, ana mke, ana watoto, ana ndugu na ana wazazi kama hawa. Fikirieni tension na frustration ambazo watu wanatengenezewa, na provocation pia. Kwa sababu kuja tu mchukue mtu kutoka kwenye familia yake uondoke, na ni kutuprovoke wakati mwingine. Lakini kwa sababu serikali yetu kwa sasa inajivunia mitutu na mizinga na magari mapya ambayo inanunua, hata jana imenunua mengine, tunaamini watatupuuza. Na kwa sababu wanasema kulikuwa na afisa wa polisi pale, jina kwa sasa nimemuhifadhi, alisema pale, kwani Heche ni nani? Alisema pale, tulishaumiza wengi, kwani Heche ni nani? Tunafikiri labda alikuwa anasema ambacho ameshaelekezwa afanye. Lakini kutokwenda mbali sana, tunachosema sisi dai letu ni moja tu. Jeshi la polisi wasituambie nendeni uhamiaji, sijui nendeni, sijui kwa nani. Jeshi la polisi ndio walimchukua ndugu yetu Central Police, ndio walimchukua mahakamani, na ndio walienda naye Central Police. Jeshi la polisi halina mipaka kwenye nchi hii. Halijawahi kukosa communication kwamba eti RPC Kandamaru hawezi kuwasiliana na RPC Tarime Rorya. Sio kweli. Jeshi la polisi ndilo tunaendelea kulidai ndugu yetu. Kwa sasa tunalidai jeshi la polisi ndugu yetu kistaarabu kabisa, kama hivi ninavyoongea, kistaarabu kabisa. Sijara tangu jana kwa kweli. Mpaka sasa sijara. Na sitakula mpaka nitakapomuona ndugu yangu machoni mwangu. Otherwise nitakufa kwa ajili yake. Niko tayari. Niko tayari. Niko tayari kufa kwa ajili ya ndugu yangu. Niko tayari. Ni jambo la msingi lieleweke kwamba ndugu yetu hata kufa kama punda. Kwamba hata kufa kama kuku. Eti wampoteze. Hiyo haitawezekana. Narudia. Sijara tangu jana. Na leo nzima sijara na sitakula. Ninachotaka sitabuwe hale hale. Ninachotaka na tunachotaka, mimi mama zangu wako hapa. Ikifika jioni ama kesho tutatoa usia kwa watoto wetu kwamba John hata kufa kama kuku. Hata kufa kama kuku. Tumekuwa familia ya kistaarabu. Suguta aliuawa hapa. Suguta aliuawa hapa. Mimi binafsi polisi niliwapa ushirikiano wote waliouhitaji kutuliza wananchi pale. Walikuja na mizinga yao, lakini wananchi waliwashinda nguvu pale. Lakini sisi tukasema kisasi ni chake Mungu. Wanataka kuua wa pili tena. Tunazungumza hapa, watasema tunatengeneza taharuki. Hii sio taharuki. Haya ni madai ya mtu ambaye baba alituachia akiwa hai. Ni bora tufe wabaki watoto. Yeye ni hata kufa. Tunamtaka Rais Samia Suluhu Hassan, tunamsihi Mama Samia Suluhu Hassan. Uliingia kwenye madaraka tukajua mwanamke mikono yake ni ya huruma. Ni mtu ambaye unajua kuzaa kulivyo kuchungu. Fikiria maisha ya watu yanavyoumia. Tunamtaka RPC wa Tarime Rorya ambaye ilionekana statement kwamba makamu mwenyekiti ndugu yetu anakuja Tarime. Atuambie kama huyo mtu hajaja Tarime, basi amuulize RPC Muliro wa Kandamaru kwamba ndugu yetu yuko wapi. Atuambie. Otherwise itapigwa mbiu, wananchi watatusaidia kumtafuta. Tutamtafuta. Tukishindwa kumpata, tutarudi kujiuliza tunafanya nini tena. Yangu ni hayo. Lakini pointi ya msingi hapa ni kwamba familia inadai nani? Tunamtaka mtoto wetu arudi akiwa salama.
Muda wa kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime unatosha, hamna mtu anaweza kutudanganya. Muda wa kutoka kama gari hilo limeharibika barabarani, serikali iseme kwamba haina gari zingine lakini inazo za kusubiri kupiga wananchi. Hiyo tarehe 29 ambayo imekuwa kama vile ni mwisho wa dunia. Yaani tarehe 29 saa hizi imekuwa kama ni mwisho wa dunia. Watu hawalali kwenye manyumba. Mimi nazungumza hapa kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara pia. Kwa nafasi hii nataka tu niwaambie waandishi, watu hawalali kwenye manyumba. Viongozi wa chama na wananchi wengine wamekimbia miji. Chama chetu hakigombei. Chadema haiko kwenye uchaguzi. Chadema haipambani. Kwa nini Samia hapambani na Chauma na ACT ndio vyama vyake? Na isitoshe pia hata ACT yenyewe haina mgombea urais. Apambane na Salum Mwalimu ndio chama chake. Wanatutafuta nini? Mimi nilifikiri tutakuja kushawishiwa kwamba kuna umuhimu wa kupiga kura, lakini tunashawishiwa kukimbia miji. Watoto wetu wanasoma, wanaishi kwa shida. Hawaoni wazazi. Sasa hizi ni provocation, tunaziita chokochoko. Wako sisimizi wa aina kadhaa. Sisi wakuli waga kuna sisimizi moja tunamheshimu sana kwamba usimchokoze kwa sababu hachokozi mtu. Anaitwa Monyo. Yeye unamkuta tu hapa anafanya kazi zake tu. Lakini ziko siafu na wengine pia. Watu huheshimu wale siafu kwa sababu ni wakorofi. Sisi familia tunawarudia kuwakumbusha. Tuna kaburi nyumbani hapa. Wanataka watuongeze jingine? Au wanataka waondoke tena na huyo kusikojulikana kama ambavyo wengine wameondoka? Inawezekanaje baadhi ya maafisa wa polisi wanasema Heche ni nani kama Polepole tuliondoka naye? Unawezaje kusema kitu kama hicho? Afisa wa polisi unayelipwa na serikali. Hauwezi kusema hivyo. Hizo ni lugha ambazo kwanza zinachafua hata serikali yenyewe. Kwa hiyo tunaomba sana taarifa hii ifikie umma. Sijui kama itafika, lakini ifikie umma kwamba taharuki hii ambayo sisi tunatuliza, na hata sasa ndio maana mmeona tumekusanyika tu kwa haraka tu wachache ili tuweze kutoa hii taarifa. Lakini tungesema hapa kingejaa kijiji, mwisho wa siku tena wangekuja kusema kwamba tumekusanya watu kufanya fujo. Watu wa Tarime ni wastaarabu, ila hawataki kuchokozwa. Wao wanasubiri kama serikali imefanya chochote inachofikiri kwa sababu ina nguvu, basi tutajua kwamba wamefanya hivyo kwa sababu wana nguvu. Sisi mpaka sasa hivi tunavyoongea hapa ni saa 10 saa hizi. Saa hizi ni saa 10. Kesho saa 3 asubuhi itakuwa masaa 48 mengine. Nafikiri kwa ajili tu ya ustaarabu, kesho saa 3 asubuhi tutakuwa tumeshaenda hatua nyingine ya pili kama familia, kwa sababu tutaona hili jambo sasa limetushinda. Sasa tukabidhi umma, na kwa sababu umma unajua sisi ni watu ambao hatuna doa, hatuna damu kwenye mikono yetu. Tuna imani tutalilia umma, na Mungu tutamlilia, na umma tutaulilia. Umma sasa utaamua wenyewe tunaelekea uelekeo gani. Lakini tunataka ndugu yetu tujue yuko wapi. Kwani jamani, mtu kama ana makosa si anakamatwa kisheria kama alivyokamatwa pale? Anapelekwa kituo cha polisi. Ndugu, mnakuwa na haki ya kumuona. Huyu mtu hanywi uji wa sukari, apelekewe uji usiokuwa na sukari. Huyu mtu hali nyama nyekundu, apelekewe chakula ambacho anataka na kula. Apelekewe na mtu anayemwamini. Na nataka niwaambie ukweli, Heche hawezi kula chakula atakachopelekewa na polisi wa Tanzania. Tusidanganyane, hata maji hivi hata kunywa. Ndio sababu mimi nimewaambia hata mimi sijara, kwa sababu najua nikila nitakuwa na msaliti yeye. Huwa anakunywa maji kutoka kwa mtu wake wa pili, tena anayemwamini yeye. Mbona hilo tayari tushaambiwa na viongozi wa dini na watu wengi tu kwamba tuwe nalo makini. Na ni mbinu tu ya kawaida ya kiulinzi katika viongozi jamani. Mnafahamu watu tulionao sio wote wanapenda nchi hii. Pengine wengine wanatamani. Kama mtu anamchukua Polepole ambaye tu anasema kwamba NIDA sijui nini zimeunganishwa pamoja, anaenda naye anakojua. Kesho anatangaza tena eti leseni ya kuendesha gari, sijui nini zitapiga kura. Wakati umemchukua Polepole, wewe unataka mimi nikuaminije? Nikuaminije niache kumwamini Polepole? Kwa hiyo ukweli ni kwamba ndugu yetu hata kula, wala hata kunywa maji kwa wale watu, wala hata fanya chochote.
Familia inataka kama yuko kwenye kituo cha polisi, yenyewe ndio ihangaike, mama yuko hapa, mama yuko hapa, wao ndio wahangaike. Akiwaona wao atakubali kuchukua chakula, akiwaona wao atakubali kuchukua maji ya kunywa, na tunajua aina ya vitu anavyokula. Kwa hiyo sisi tunaona ni kama huyu mtu anateswa mara mbili, anateswa kisaikolojia, anateswa pia kiafya. Haya yote ni mateso, kwa sababu angekuwa mtu amefanya kosa, jamani, hata sisi tungekuwa hapa tunajihoji kwa nini anafanyaga hivi. Lazima tungemrudi kwamba bwana wewe hapana, unamchokoza rais. Bwana wewe hapana, unamchokoza IGP. Lakini huyu mtu hana kosa jamani. Haya, walisema amekimbia kwenda Kenya. Sasa pale walipomkamatia jana ni Kenya. Pale ni Kenya. Na kama walisema ameenda Kenya, basi waseme kwamba hawana uwezo wa kulinda mipaka ya nchi kwa sababu alienda Kenya. Amerudije Tanzania? Mlikuwa wapi? Aliendaje, amepitaje kutoka Kenya amerudi Tanzania? Amesafirije all the way kilomita zaidi ya 1200 na kitu mpaka Dar es Salaam? Na hilo swala la kuingia Kenya, Kenya ndio ingebidi imstaki kuingia Kenya. Kenya ndio ingemkamata bila kibali, si Tanzania imlete Tanzania sasa. Hapana. Sasa mimi nafikiri jamani, hii kesi ya kutunga hizi kesi za kutunga hizi tumeziona kwa Lissu, tumeziona zinaendelea, na wengine hata tumeshatungiwa, tumeshaambiwa. Mimi ninaomba rais, ninakuomba Rais Samia Suluhu Hassan, mbele ya mama zangu hapa, acha kutusogeza kwenye kona za kutumaliza. Utatumaliza sana, lakini hatutakuwa na kosa. Pengine unategemea baraka za Mungu na hekima za Mungu. Mfalme Suleiman aliomba hekima tu kwa Mungu. Hakuomba mali wala hakuomba mitutu. Aliomba hekima peke yake aweze kuongoza nchi. Muombe sana Mungu. Zungumza na Mungu akusaidie kujua namna ya kuishi na watu.